Yaani kama kweli umeshindwa kuhesabu mzunguko, yaani kila ukijaribu kufuatilia kuhesabu mzunguko huko ndio imeendelea kuwa ni changamoto, basi tumia mbinu hii. Yaani itumie tu hii hapa, ila hakikisha hauna changamoto yoyote, hususan ya homoni zako kutokuwa vizuri, hauna changamoto ya maambukizi, hauna tatizo la mirija, usio na aina yoyote ya vimbe. Vile vile mzunguko wako uwe ni wa kueleweka. Pia usiwe na changamoto hususan ya mayai, huenda hayapevuki au hayakomai vizuri. Basi pale unapomaliza tu hedhi, yani ni siku 2, ni siku 3, unapomaliza tu hedhi yako, anza kukutana na mwenzako. Lakini pia hii itafanikiwa vizuri zaidi kama mwenza naye pia atakuwa amepima na ameambiwa kwamba hana changamoto yoyote ya uzazi. Anza tu kukutana na mwenzio, na ile kukutana naye iwe hata at least mnajipa range, huenda ya siku 2 au siku 3. Yani ikiwa namaanisha kwamba huenda mnakutana ndani ya siku 2 au kila baada ya siku 3. Hii itarahisisha moja kwa moja nyie kufanikiwa kiurahisi sana. Na nasema hivi kwa sababu gani? Ndipo nawe katika safari ya kuita mama, hebu itumie mbinu hii. In case utafanikiwa, utarejesha kwenye comment kwamba nilifanikiwa, au kama ulishawahi kuitumia, hebu tuwekee kwenye comment nilitumia mbinu hii na nikafanikiwa.